Kutokana na kifo cha Albert Ojwang pamoja na matokeo ya upasuaji, sasa Wajaluo wamegeuka serikali ya William Ruto ambayo amekuwa kishabikia kwa muda sasa. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Seneta wa Siaya Daktari Oburu Oginga ameibua wasiwasi mkubwa kuhusu kifo cha mwalimu na mwanablogi Albert Ojwang, akitaka serikali kuchukua hatua za haraka na za wazi ili kuhakikisha haki inatendeka na kurejesha imani ya wananchi kwa taasisi za serikali. Kauli yake inakuja wakati ambapo joto la kisiasa na kijamii linaendelea kupanda kufuatia mazingira tata yaliyosababisha kifo cha Ojwang akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Ojwang ambaye ni mzaliwa wa Homa Bay amegeuka kuwa kiini cha mjadala wa kitaifa kutokana na kifo chake kilichogubikwa na utata. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa marehemu alipata majeraha ya kichwa, alinyongwa na mwili wake kuonyeshwa majeraha mengi ya tishu laini, kinyume kabisa na taarifa ya awali ya polisi iliyodai alijigonga ukutani akiwasili. Tukio hili limeibua hasira na maswali miongoni mwa wananchi wanaotaka ukweli na uwajibikaji. Kwa mujibu wa Oginga, kushindwa kwa serikali kuchukua hatua madhubuti katika kesi hii kutakuwa ishara ya kutisha kwa wakazi wa Homa Bay na Wakenya kwa jumla, hasa katika kipindi ambacho imani ya taasisi za umma inapungua kutokana na mfululizo wa matokeo ya ukatili wa vyombo vya usalama yasiyoshughulikiwa ipasavyo. Kauli ya seneta huyo imeungwa mkono na maelfu ya wananchi wanaohisi wanasiasa wengi wamekuwa wakitoa ahadi za uwazi na usalama bila utekelezaji wa maana. Kwa wengi, kifo cha Ojwang ni suala la mtu binafsi, bali ni ishara ya changamoto pana ya uwajibikaji wa serikali kwa raia wake. Wanahisi kuwa ikiwa haki haitatendeka haswa katika kesi hii, basi huenda tukio hilo likachukuliwa kama kielelezo cha mfumo wa haki unaowadhalilisha wanyonge. Onyo la Oginga linakuja katika wakati nyeti ambapo wananchi wamepoteza matumaini kwa mfumo wa sheria unaoonekana kwa upande mmoja, hasa katika kesi zinazohusisha maafisa wa serikali au polisi. Ameeleza kuwa kesi ya Ojwang ni nafasi ya serikali kuthibitisha kuwa haki bado inaweza kupatikana kupitia njia halali, na kwamba maisha ya raia wote, hata wasiokuwa na sauti kubwa, ni ya thamani. Na kadri hali inavyoendelea, jicho la umma limeelekezwa kwa serikali, kwani ikiwa itachukua hatua zitakazorejesha imani na kuonyesha kujitolea kwake kwa uwazi na haki. Na kwa sasa jamii ya Homa Bay na vilevile watu wa Nyanza, haswa Luo Nyanza, sasa kwa jumla wanasubiri kwa makini mwelekeo utakaochukuliwa, huku kesi ya Ojwang ikiendelea kuwa kiini cha madai ya haki, heshima na uwajibikaji. Na ikiwa pengine haya yatatekelezwa, basi bila shaka, kutokana na zile hisia za hasira ambazo zimegubika watu wa Luo Nyanza, huenda wakajibandua serikalini ya broad-based ama serikali pana ambao walijiunga nayo hivi majuzi wakati wa sherehe ama wakati wa kuzuru kwake Rais William Ruto katika eneo la Nyanza. Watu walifurahia zaidi, haswa watu wa Luo Nyanza, kuonyesha kwamba wameamini zaidi kwamba ushirikiano wa Raila Odinga na William Ruto huenda ukawapa manufaa. Lakini kwa yale ambayo waliyazungumza kwenye muungano huo ni kwamba hakutakuwa na vifo ama kutekwa nyara kwa vijana, na ni jambo ambalo bado halijatiliwa manani pamoja na serikali pana ya Raila Odinga pamoja na William Ruto.